FIFA mwaka 2026 kwenye haya mashindano waliamua waongeze timu 16 kutoka timu 32 ambazo zilikuwa zikishiriki mpaka zimefika timu 48. Sasa kwenye hili la kuongeza timu na kila bara kupewa timu zaidi, Afrika tulitoka kupewa timu 5 mpaka tukapewa nafasi 10 za kushiriki. Yaani mwanzo tulikuwa tunatoa timu 5, lakini kwenye haya mashindano tumetoa timu 10. Sasa kitu ambacho naona kwenye hili ongezeko, watu ambao wamenufaika zaidi na hili ongezeko ni Afrika. Na ni kwa maana gani? Kwa sababu Afrika baada ya kupewa nafasi 10 za ushiriki wa kwenye kombe la dunia, yani timu 10 ziende, katika timu 10, timu 9 zimeweza kuendelea kwenye hatua ya mtoano. Sasa timu 9 sio mchezo, maana katika timu 10 moja tu ndio imefeli. Sasa faida hichi kitu ni kwamba inaonyesha Afrika kweli mpira umekuwa, na hizi nafasi 10 kiukweli zinastahili. Yani ni stahili kabisa na ni halali kabisa kwa bara la Afrika kupewa nafasi 10 kuleta timu kwenye kombe la dunia. Sasa ukiangalia bara ambalo limetuzidi ni Europe, ambayo Europe of course huwezi ukasema tuko nao sawa, wao wako mbali. Wao walipewa nafasi 16. Na katika nafasi 16 wao timu 13 zimeweza kuendelea. Kwa hiyo ni kama asilimia 81 hivi za timu zao zimeendelea. Kwa Afrika katika timu 10, 9 zimeendelea, manake sisi zaidi ya asilimia 90 ya timu ambazo zimeshiriki kutokea Afrika zimeendelea. Kwa hiyo kwa Afrika hili ongezeko la timu limetupa faida, na inawezekana FIFA kama mbeleni wataconsider chochote kuhusiana na timu kuongezeka, basi Afrika tunaweza tukawa kwenye manufaa zaidi, kwa sababu tumeonyesha kwamba kweli timu zetu zinaweza kushindana. Lakini pia ikitokea wanasema timu zipunguzwe kwa sababu zozote zile, basi Afrika hatutorudi tena kwenye 5, naamini, kwa sababu wameshaona Afrika wana uwezo wa kushindana vizuri. Kwa hiyo ni pongezi sana kwa timu ambazo zimevuka, kwa sababu of course timu moja tu ndio ambayo imekwama, na Tunisia ukiangalia ni kama walipanic hivi. Yaani baada ya mechi ya kwanza kufungwa wakapaniki, wakafukuza kocha, na ndio ikapelekea hadi timu kama ikawa hakuna kutulia, na mwishowe wakatoka. Lakini timu zingine zimepambana sana na zimeweza kuvuka. Hongera kwa timu za Afrika. Mpira wa Afrika unakuwa, inaonyesha kiasi gani kwamba kombe la dunia kuja Afrika haliko mbali. Yaani inawezekana isiwe mwaka huu, isiwe 2030, lakini 2034 hapo na kuendelea tunaweza tukawa tunaingiza timu nusu fainali kwa uhakika, na hata fainali. Japo kwa msimu huu pia timu zetu ziko vizuri. Timu kama Morocco iko vizuri sana. Ukiangalia timu zinaleta ushindani, Kongo iko vizuri. Ukiangalia Ghana wanaonyesha kwamba kweli wana ari ya ushindani. Egypt nao. Kwa hiyo kama wanaweza wakakomaa hii hatua wakapambana, basi wanaweza wakafika mahali, lakini itapendeza tukiona walau nusu fainali tunapata timu moja ya Afrika kutoka Afrika au zaidi.